Naanza na kuzaliwa. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alizaliwa katika kijiji cha Migungani wilayani Bunda mkoa wa Mara tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 1669 kama mtoto wa 9 katika familia yenye watoto 11 ya mzee Nyamwanga Mugendi pamoja na Mogole Kisima. Huduma za kiroho. Marehemu alikuwa ni mtu mwenye kumwamini Mungu na alikuwa ni Mlutheri, akiwa anasali katika kanisa la Bwaroni Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na alibatizwa katika usharika wa KKKT Kimara mwaka 1985, ambapo pia alishiriki kupata kipaimara katika ushirika huo mwaka 1985. Elimu ya msingi. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alianza elimu ya awali hapa kijijini kwetu, shule ya Migungani, kabla ya kwenda Dar es Salaam kuendeleza elimu yake ya msingi katika shule ya Mlimani Primary School, ambapo alihitimu darasa la 7 mwaka 1984. Elimu ya sekondari. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alijiunga katika shule ya Azania Secondary School ambayo iko jijini Dar es Salaam mwaka 1985 mpaka mwaka 1988, ambapo alifanikiwa kuhitimu elimu ya kidato cha 4 baada hapo na kujiunga katika shule ya Kibaha Secondary School ambapo alimaliza masomo yake ya sekondari mwaka 1991. Elimu ya chuo kikuu. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alijiunga chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kuchukua shahada yake ya kwanza ya uhandisi katika fani ya electrical engineering mwaka 1992 mpaka mwaka 1995. Hakuishia hapo, aendelea kujiendeleza katika elimu akisomea fani mbalimbali kama mambo ya usimamizi wa fedha katika chuo cha FM, mambo ya uongozi wa biashara alifanya pale University of Dar es Salaam Business School, na pia alichukua stashahada ya masuala ya sheria katika chuo cha ustawi wa jamii pia Dar es Salaam, na pia alifanya stashahada nyingine katika mambo ya uamuzi na usuluhishi. Kazi. Marehemu katika uhai wake amewahi kufanya kazi katika sehemu mbalimbali kama ambazo ni alianza kazi yake katika kampuni ya BP Tanzania. Pia alifanya kazi katika kituo cha huduma za kibiashara ESD cha nchini Uingereza. Pia alifanya kazi muda mrefu katika wakala wa umeme vijijini Lea. Baada ya hapo alienda kufanya kazi katika shirika la TBA kabla ya kujiunga katika shirika hili ambayo alikuwa anafanya kazi la umeme wa Tanzania TANESCO mpaka umauti wake ulipomfikia. Ndoa. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alikuwa na wake 3 hadi umauti wake kufikia ameacha wajane 2. Pia marehemu alibarikiwa kupata watoto 15 ambao wa kiume walikuwa ni 6 na 9 wa kike. Pia marehemu alibarikiwa kupata wajukuu 5 ambao wa kiume ni 4, wa kike ni 1. Mchango wake kwa familia na jamii kwa ujumla. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alikuwa mtu wa huruma na kujali sana ndugu zake, hata kuwajengea nyumba za kuishi wale waliozaliwa nao tumbo moja na ndugu wa karibu, pia na kuwapatia mitaji pale palipohitajika katika kilimo na ufugaji na kadhalika. Amekuwa baba kwa kujali watu wazima na wazee kwa ujumla. Hata kwenye ukoo alikuwa ni mlezi wa umoja wa Iliwambula, na mwaka jana katika mkutano mkuu alifadhili mkutano wa familia kule Bukenye.
kujitengenezea marafiki kadhaa ndani ya jamii yake kwa kutumia nafasi yake na upendo wa karibu wa kujali na kuyagusa maisha ya wanajamii wote waliowahi kukutana nao. Chanzo cha kifo. Marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alifariki dunia kwa ajali ya gari iliyotokea tarehe 13 wakiwa safarini kuelekea wilayani Bunda, mkoa wa Mara. Shukrani. Familia inapenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumteua marehemu kuhudumu katika nafasi mbalimbali serikalini. Familia inapenda kumshukuru Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, pia Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Judith Kapinga, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, Management ya Wizara ya Nishati, Ofisi ya Msajili wa Hazina, Bodi ya Wakurugenzi TANESCO ambao marehemu Boniface Kisima Nyamwanga alifanya kazi chini yao.